Habari za wakati huu, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji wa Daily Online TV. Uko nami mtangazaji wako Emmanuel Maijo. Dubai. Rais wa Falme za Kiarabu mtukufu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan jana alimtembelea mtukufu mfalme Hamad bin Isa Al Khalifa wa Falme ya Bahrain katika makazi yake huko Abu Dhabi. Wakati wa mkutano huo mtukufu walishiriki katika mazungumzo ya kindugu yanayoakisi uhusiano mkubwa kati ya UAE na Bahrain na uhusiano wa karibu uliopo kati ya watu wao. Umoja wa Falme za Kiarabu umeshiriki katika mkutano wa ofisi ya mtendaji wa maandalizi kwa ajili ya kikao cha 62 cha Baraza la Mawaziri wa Afya wa Kiarabu. Global Village imekamilisha msimu wake wa 29 kwa kasi na kuwavutia wageni milioni 10.5 waliovunja rekodi ya kuimarisha nafasi yake kama mojawapo ya maeneo maarufu ya kitamaduni na burudani nchini UAE. Eneo kuu la tamaduni za familia lilishuhudia ongezeko kubwa la watu waliohudhuria na kupita idadi ya mwaka jana ya wageni milioni 10. Habari za biashara. Benki ya maendeleo ya Emirates imezindua mfuko wa ukuaji wa Emirates, jukwaa linalolenga kuharakisha ukuaji na ushindani wa kimataifa wa biashara ndogo na za kati zenye msingi wa UAE. Falme za Kiarabu imethibitisha tena nafasi yake kama kituo chenye nguvu cha biashara ya almasi duniani, ikiwa na zaidi ya karati bilioni 1.6 za almasi mbaya na iliyong'aa iliuzwa kupita Dubai katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Habari za kimataifa. Vikosi vya Israel vimeshambulia kwa mabomu Gaza na kuua watu 50 tangu usiku wa manane, huku Ufaransa, Canada na Uingereza zikitishia kuchukua hatua madhubuti dhidi ya Israel ikiwa haitamaliza mashambulizi yake mapya huko Gaza. Wakati huo huo, Donald Trump alisema Urusi na Ukraine zitaanza mara moja mazungumzo ya kusitisha mapigano, huku akionyesha pia kwa Marekani haiko tayari kujiunga na Ulaya kwa vikwazo vipya dhidi ya Urusi. Majaji katika mahakama kuu ya Umoja wa Mataifa wameunga mkono Equatorial Guinea katika mzozo wa nchi jirani ya Gabon kuhusu mkataba gani uliosuluhisha umiliki wa visiwa vitatu vyenye utajiri mkubwa wa mafuta ambavyo havikaliwi. Uamuzi huo unakabidhi visiwa hivyo kwa Equatorial Guinea. Nchi hizo zilileta mzozo wao katika mahakama ya kimataifa ya haki mnamo 2021, zikiwauliza majaji kuamua ni makubaliano gani ya kisheria yatasuluhisha umiliki wa visiwa hivyo vyenye utajiri wa mafuta. WHO kanda ya Afrika imemteua Profesa Mohamed Yakub Janabi wa Tanzania kwa mkurugenzi mpya wa kanda wakati wa kikao maalum cha kuelekea mkutano wa 78 wa afya duniani utakaofanyika Geneva, Uswisi. Habari za michezo. Nahodha Mohamed Wasim aliongoza UAE kwa nusu karne walipoishangaza Bangladesh kwa ushindi wa wiketi 2 katika mechi ya pili ya mfululizo wa T20 kwenye uwanja wa Sharjah wa cricket siku ya Jumatatu. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu ya www.dailytimes.ae. Asante.